Watu wengi wanachanganya sana habari ya dini na imani, na kuna muungwana mmoja aliweka comment kwenye video iliyopita nilipokuwa nazungumzia dini kama njia. Yeye akasema, akazungumza kitu kama hiki hapa juu. So nataka uelewe kwamba dini sio imani. Dini ni njia, imani ni uhakika. Mtu anaweza kawa na dini ila siwe na imani. Imani sio kitu cha kawaida, ni kitu kikubwa kuliko watu wanaofikiria. Na hakuna imani hamna imani ya Ukristo. Mkristo anaweza kawa na imani, lakini imani ya Ukristo hamna. Wala Ukristo, imani ya Ukristo hamna. Kwa nini? Kwa sababu imani ni uhakika, lakini uhakika huu unatakiwa ukae ndani ya mtu, sio nje ya mtu. Mtu mwenye imani sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye uhakika sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye dini anaweza kawa mtu wa kawaida. Unaweza kawa na dini lakini usiwe na imani, usiwe na uhakika. Kwa hiyo imani sio kila mtu anayo. Hata mwenyewe unayenisikiliza, unayetazama hii video, hebu jiulize swali hili. Una uhakika? Una uhakika na maisha yako? Una uhakika na dini yako? Una uhakika? Kwa sababu uhakika unatakiwa ukae ndani mwako, sio nje yako. Kwa usichanganye kama ndugu yetu alivyochanganya, akasema dini ameichanganya na imani. Imani ni uhakika, dini ni njia. Njia na uhakika ni vitu viwili tofauti. Uhakika unakaa ndani ya mtu. Njia nilifafanua vizuri, kila mtu anaweza kawa naye. Ndio maana wengine wanasema turudi kwenye mizimu. Ni njia hiyo, ni dini hiyo. Tuabudu miti, ni njia hiyo, ni dini. Wengine wanasema hamna Mungu, ni dini hiyo. Dini yake ni kwamba anaamini kwamba Mungu hayupo, ila hana imani. Uhakika hana, sababu imani ni uhakika. Kwa watu